wale waaminio. Grupu la pili ni kwa wale wanaojifanya wanajiita wamejifanya waaminio. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sema amen. Grupu la kwanza ni kwa wale waaminio waliokubali kuishi katika misingi ya neno la Mungu. Na grupu jingine ni wale ambao waliojifanya wameamini kumbe wamepotea. Hilo grupu ndio naweza nikawaunganisha na wale wasiomjua Mungu kabisa. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Sema amen. Utakaponipa ushirikiano ndivyo nitakavyomaliza mapema. Lakini usiponipa ushirikiano sema amen. Ile Mathayo sura ya 11 mstari wa 25 anasema kwamba aliwaficha wenye hekima na akili, akawafunulia watoto wachanga. Wale walioamini, wale waliopokea, wale waliojifunza kwa Yesu. Sio wamejifunza kwa watu, sio wamejifunza kwa manabii, sio wamejifunza kwa wachawi, sio wamejifunza kwa watu wenye mamlaka. Ni wale waliojifunza kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sema amen. Na ndio maana nasema kwamba jitieni nila yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Hao waliopata raha nafsini mwao ni wale waliojifunza katika Yesu Kristo. Wale waliojifunza nje ya Yesu Kristo hawawezi kuwa na raha, hawawezi kuwa na furaha, hawawezi kuwa na amani, kwa sababu wamefanywa kuwa watumwa. Sema amen. Pungia mkono hewani. Mungu akubariki sana. Wangapi walikuwepo siku ya Ijumaa? Nyosha mkono kama ulikuwepo siku ya Ijumaa. Tulikuwa na mtumishi wa Mungu alifundisha somo moja, akasema ya kwamba nani anaweza kunikumbusha ambaye aliyekuwepo? Mimi nilielewa sana. Fahamu wa kuaminishwa. Leo ukija kuangalia watu wengi wameaminishwa, na ndio maana unakuta mtu ameaminishwa anaambiwa sala yetu ya Baba yetu wa mbinguni kwa jina la Baba, si ndio salamu Maria, si salamu nini. Wao wameaminishwa, wamekalilishwa, ambapo ukija kuangalia kwa upande wa wale waliofunuliwa katika neema hawaaminishwi, waliofunuliwa katika upendo wa Mungu hawaaminishwi, bali wao wameamini, wamekiamini kila kitu chenyewe kinachostahili uzima wa milele. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Na ndio maana akazungumza mtumishi wa Mungu aliyesimama Ijumaa, akasema ya kwamba kuna utofauti kati ya kuaminishwa na kuamini. Tuko pamoja? Anayeaminishwa hana uhakika na anakokwenda. Na ndio maana watu wengi, nenda kawaulize sasa hivi, wengi wameshatoka makanisani, kawaulize umetoka kanisani unaenda mbinguni? Ajua Bwana. Mungu mwenye neema, usimpangie Mungu. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani aliyeaminishwa utamjua tu kwamba huyu hana uhakika na kule anakokwenda, ila aliyeamini ana uhakika. Sema amen. Ana nini? Ana nini? Chie basi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana nini? Uhakika. Au jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu nipingue mkono hewani, halafu ukipiga kelele na vivinyo na makofi, na Mungu akubariki sana. Mimi hapa najisikia niko mwepesi, natamani. Ukija kuangalia kuna utofauti kati ya kuamini na kuna utofauti kati ya kuaminishwa. Leo ukija kuangalia wanadamu wameaminishwa badala ya kuamini. Na mtu anayeamini anasema mwenye imani. Kuimani ni kuwa na uhakika, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ina maana tayari mtu mwenyewe anakuwa na uhakika. Mtu mwenye kuamini anakuwa na uhakika. Mtu mwenye kuaminishwa hana uhakika, kipo au hakipo. Mungu akubariki sana. Ndio somo tuliokuwa nao siku ya Ijumaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako unahudhuria ibada za katikati, kwa sababu tunavuna material kutoka kwa mtumishi wa Mungu, na sisi tunajifunza. Anazungumza, anasema aliwaficha wenye hekima na akili, akawafunulia watoto wachanga. Alipowafunulia ndio wale waliamini.
waliaminilo jina la mwana, ndio wale waliaminilo jina la mwana wa pekee, waliaminilo jina la mwana wa Mungu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyefanya makubwa, aliyetengeneza misingi ya mwanadamu aishije katika mpango wa Mungu. Sema amen. Na ndio maana nazungumza, nasema ya kwamba njooni kwangu ninyi nyote. Matajiri wanaweza, mimi ninavyoona matajiri walioko duniani ni kama matajiri ambao wana utajiri wa kwao, sio utajiri wa watu wote. Mungu akubariki sana. Lakini kuna mwanadamu mmoja ambaye yeye amekuja kutangaza utajiri wa wanadamu wote. Na ndio maana Yesu asema njooni kwangu ninyi nyote, nyote mtakaozaliwa, ambao mnategemea kuzaliwa, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Iwe ni Wasubi, iwe ni Wahaya, iwe ni Waha, iwe ni Wasukuma, iwe ni Wajaluo, iwe ni Wachaga, iwe ni kabila mbalimbali, wameitwa kwa ajili ya uzima wa milele. Sema amen. Tena nazungumza, nasema jitieni nila yangu mjifunze kwangu. Tujifunze kwa Yesu. Hatujifunzi kwa manabii, hatujifunzi kwa wachungaji. Hapa mimi nimesimama ndiko tunajifunza yale ambayo Yesu aliyoyafundisha. Sema